mbili. Hiyo ni sababu namba mbili ambayo inawazuia watu wanashindwa kudumu kwenye maisha ya wokovu, wanashindwa kudumu kwenye maisha kumtegemea Mungu, wanashindwa kudumu kwenye maisha ya kumpendeza Mungu aliye hai, kwa sababu ya tamaa. Kwa sababu ya tamaa ya macho. Tamaa ya macho inapelekea unaiba. Tamaa ya mwili inapelekea unazini. Fungua nami kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza Yohana sura ya pili. Sura ya pili kuanzia mstari wa 15 mpaka 17, aliyeona asome. Waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote, sura ya pili mstari wa 15 na 17, aliyeona asome. Neno la Mungu linasema, waraka wa pili wa Paulo Yohana, penda dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho, ni kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana apewe sifa sana. Tamaa ya macho na tamaa ya mwili inaweza ikawa sababu ya kutokumtumikia Mungu. Nisikilize, acha kumtazama mtu. Nisikilize wewe unanitazama, nisikilize. Tamaa ya macho na tamaa ya mwili vinaweza vikawa sababu vya kutokushindwa kudumu kwenye maisha ya wokovu. Inaweza ikawa sababu ya kutokumtumikia Mungu sawa sawa na mapenzi yake. Neno la Mungu nasema kwamba msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika hii dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakupo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokana na Baba, bali vyatokana na dunia. Tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Watu wengi sana wamekuwa na viburi kwa sababu ya uzima walionao, kwa sababu ya afya walizonazo. Hawajui ya kwamba uzima na afya walivyo navyo ni Mungu ambaye anaachilia kibali ndani yao cha uzima na afya. Hasa Mungu anapoachilia kibali ndani yako cha uzima na afya, anaachilia si kana kwamba ufanye mambo yako. Anaachilia uzima na afya na uhai. Hicho kibali anaachilia ili uweze kumwabudu, ili uweze kumtumikia. Lakini wewe kwa sababu ya kiburi chako cha uzima wako unaendelea kufanya mambo yako ambayo hayampendezi Mungu. Hiyo ni sababu namba 2. Sababu namba 3 na ya mwisho, kutokuvumilia mambo kadha wa kadha. Watu wengi sana wanashindwa kudumu kwenye maisha ya wokovu. Watu wengi sana wanashindwa kudumu kwenye maisha ya wokovu kwa sababu kutokuvumilia mambo kadha wa kadha. Wanashindwa kuvumilia mambo kadha wa kadha. Wanashindwa kuvumilia wanapotukanwa, wanaposingiziwa. Wanashindwa kuvumilia kudumu kwenye maisha yao, kudumu kumtumikia Mungu, kudumu kuja kanisani. Wanashindwa kuvumilia. Fungua nami kwenye kitabu cha Isaya sura ya 51. Nabii Isaya inakwenda kumalizia kitabu cha nabii Isaya. Tamani sana kudumu kwenye maisha ya wokovu. Tamani sana kudumu kwenye maisha ya kumtumikia. Tamani sana.
Isaya 51 mstari wa 7 aliyeona nasoma. Isaya 51 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema Isaya 51 mstari wa 7, nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu. Msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana wanashindwa kudumu kwenye maisha ya wokovu. Watu wengi sana wanashindwa kudumu kwenye maisha ya kutumikia Mungu. Watu wengi sana wanashindwa kudumu kwa sababu kutokuvumilia mambo kadha wa kadha. Isaya 51 mstari wa 7. Biblia inasema kwamba sikilizeni ninyi mjuao haki. Anasema sikilizeni ninyi ambao mjuao haki. Anasema watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu. Anasema kwamba msiogope matukano, yani msiogope masuto ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Msiogope matukano ya watu. Watu wanaposimama kukutukana, kukutusi katika imani yako ulionayo ya kumtegemea Mungu, ya kuliamini jina la Yesu Kristo, usiogope, kwa sababu unajua kile unachokifanya mbele za Mungu. Unajua kile unachokifanya kwenye malango ya ufalme wa mbinguni. Lakini usipojua kile unachokifanya mbele za Mungu, usipojua kile unachokifanya mbele ya ufalme wa mbinguni, lazima utaogopa. Unakuwa hujui. Unakuwa hujui unachokifanya mbele za Mungu, hujui unachokifanya mbele za ufalme wa mbinguni, hujui. Lakini ukijua unachokifanya mbele za Mungu, ukijua unachokifanya, huwezi ukaogopa matukano yao, huwezi ukaogopa masuto yao, wala dhihaka zao. Watu wana maneno ya dhihaka.